Mensoku ameshapigiwa simu na namba ambayo hata ielewi, na simu hiyo inamwambia kuwa tunajua siri yako, kwamba unaficha siri ya mtu ambaye unampenda kwamba alifanya mauaji. Utata ambao tuliondoka nao ni nani alikuwa anapiga simu hiyo na nani ambaye alikuwa anajua siri ya zaidi ya mwamba Mensoku. Sasa Mensoku akawa anatoka nje ya ofisi. Basi nikukaribishe sana katika episode ya 4 ya recap yetu baada ya kutoka kuitazama sehemu ya 3. Kama bado kuitazama, unaweza kugusa hicho kipop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na huyu mtu aliyekuwa anapiga simu wala hakuwa mbali, akawa anasema niko kwenye gari hapa nje ya ofisi yako, hebu unaweza ukatoka afu tuambatane pamoja. Basi mwamba alipoweza kutoka akawa anampungia mkono kwamba ingia hapa ndani ya gari hii hapa. Basi bana, baada ya kufika sehemu aliyokuwa anaenda, jamaa akasema mimi bana naitwa Taesang, nafurahi sana kukufahamu mwanasheria. Na jamaa akawa wazi kabisa akisema kwamba mimi bana ni mlachabu wa kwenye swimming pool, lakini mara nyingi huwa sionekanagi maeneo hayo, huwa ninasetigi vikamera vyangu bana. Sasa nimeshangaa sana kwenye CCTV kamera ambazo nilikuwa nimezitega, kuna tukio ambalo limetokea na liko wazi kabisa linaonesha matukio mazima alivyokuwa ameenda, ila kwenye vyombo vya habari nasikia vitu tofauti kabisa. Halafu hata wewe unaongea vitu tofauti na ulivyokuwa umevifanya. Kuna shida gani mwanasheria? Halafu unajua kwamba hizi video nikizivujisha zitaleta shida kubwa sana, lakini mwenye shida kubwa utakuwa ni wewe, kwa sababu wewe una mpenzi na inaonekana unaficha kesi ambayo inamhusu mpenzi wako. Lakini mbaya zaidi ni kwamba wewe ni mwanasheria. Vipi kama jamii ikijua kwamba wewe ndio ulikuwa unahusika kuficha uovu huu? Itakuwaje rafiki yangu? Bila shaka yoyote, kwanza utafukuzwa kazi, pili utafunguliwa mashtaka, alafu tatu utaishia gerezani. Utakuwa na maisha magumu sana, unaonaje? Lakini mimi nina njia moja ya kuweza kusaidia. Kamwambie huyo mpenzi wako mpya chai, kwa sababu anatokea katika familia ya kitajiri, akupe kama bilioni 1 tu. Baada ya kukupa hiyo bilioni 1 kwa ajili ya kuweza kuficha ushahidi huu, baada ya hapo mimi nakupa 30%. Fanya hivyo basi. Lakini huku upande wa pili, Mwamba Suho ameelekea kwa daktari kufuatilia mwenendo wa afya yake. Daktari akasema hakuna namna yoyote ile ya kuongeza urefu wa maisha yako, ni kwamba wewe subiria tu miezi 5 iliyobakia uweze kutembea mbele za haki. Lakini awamu hii Mwamba hata kutoka kwa kuchanganyikiwa, alitoka kawaida tu, akaandaa kasherehe fulani hivi kwa ajili ya kusherehekea siku chache alizonazo hapa duniani. Lakini wakati huo bidada Jiani akawa amejitokeza akasema kwamba naomba unisaidie kuchunguza kifo cha mdogo wangu tafadhali sana. Mwamba cha kushangaza akamfuata bidada akamwambia kwa we bidada, hebu jiepushe na maisha yangu, kaa mbali na mimi. Yani kaa mbali na mimi hatua nyingi sana, usijiingize kwenye maisha yangu hata kidogo. Shughulikia kesi ya mdogo wako wewe mwenyewe. Kumbuka kwamba hata jamaa mwenyewe ana stress kama zote bana. Daktari amemwambia hakuna tiba wala hakuna namna ya kuongeza maisha yake. Huku mama mtu kwa kuwa ni muuni, basi akamchukua Mwamba Taesang, yule mtu ambaye alihusika kwenda kumuuza bidada. Sasa akawa anambembeleza, bana naomba unitajie jina, ni wapi ambapo mlikwenda kumuuza mwanangu? Basi jamaa kwa kuwa lililetwa nyumbani, basi likawa limekunywa sana pombe na waliamini kwamba ili wakililewesha vizuri itakuja kutaja tu. Lakini kwa bahati mbaya wale watu wanaomdai mama yake wakawa wanakuja kwenye nyumba huo wakati, basi moja kwa moja wakawa wamejificha. Hawa majamaa walipoweza kufika na kumkuta hapa Mwamba Taesang, wakawa wanamuuliza wewe umekuja kufanya nini hapa? Lakini pia wakawa wanalopoka kwa kusema kwamba ile video ambayo mlimrekodi bidada Chae iko wapi? Umehifadhia wapi? Eneo gani yani? Hasa ndo hapa familia ikagundua kwamba kuna video inaonekana hawa watu wamewahi kumrekodi bidada Chae, japokuwa kusema Chae walimrekodi kwa ajili ya nini. Hasa Mwamba Mensoku akiwa yuko katika gari yake siku ya leo alikuja alikabwa na mtu mmoja hivi. Mtu huyo akawa anasema najua kwamba umpatiwa pesa nyingi sana kama milioni 10 hivi ulipatiwa kuweza kuficha ushahidi, tunaomba utupatie hata milioni 2. Hapa ndio Mwamba Mensoku akaanza kushtuka kwamba ni kama hii siri inafahamika na watu wengi kidogo. Hasa Mwamba akawa hana namna yoyote ile, ikabidi kumfuata bidada Chae na kumwambia kwamba naomba nikupee kiasi fulani cha pesa nitakurudishia. Lakini bidada hata kuuliza akasema sawa nitakupatia. Na bidada alikuwa anamshukuru Mwamba sana kwa kuweza kuficha siri yake, akasema kwamba sijai kuona mwanaume mwenye upendo kama wewe. Sasa leo anaonekanika Mwamba Suho akiwa katika maeneo fulani hivi ya airport. Jamaa ana mpango wa kwenda nje ya nchi, lakini wakati huo alikuwa na mawazo sana. Ila ghafla tu bidada Jiani alikuwa anakuja yuko pupa tu, akaanza kumwambia Mwamba naomba usisafiri wala usiende sehemu yoyote ile, kwa sababu inasemekana kuna video ziliweza kurekodiwa siku ile katika maeneo ya swimming pool. Hasa kwa kuwa Mwamba naye alikuwa na msongo sana wa kutaka kujua nini ambacho kiliendelea katika ile maeneo ya swimming pool. Hapa ndo akaanza anawaza kwamba kupitia hiyo CCTV kamera huenda tutakwenda kupata majibu. Sasa haraka sana ikabidi kutafuta namba za hao wauni ambao wanadai kwamba wana hiyo video ambayo inaonyesha tukio zima la kwenye swimming pool. Akasema kwamba atanunua kwa milioni 1, lakini hao wauni wakasema wanahitaji kwa bilioni 1. Sasa naye Mwamba alipokosea ni pale alipompigia Mensoku kwamba amshirikishe habari hii ili Mensoku aweze kushirikiana naye kwenda kuifuata hiyo video, atampatia pesa. Hasa huku upande wa pili mama mtu bana akaamua kuifuatilia hiyo flash ambayo inaonyesha tukio zima la binti yake kuweza kufariki katika maeneo ya swimming pool. Basi akasema kwamba sasa atadili na huyu Mwamba Taejang. Kwanza alimkimbiza Taejang mpaka kaingia katika nyumba moja hivi, akamwagia petroli kama ya kutosha hivi, kisha akasema kama usipoweza kusema ni wapi ambapo hiyo flash ilipo basi nakwenda kukulipua. Mwamba kiulaini akawa ametoa flash ile na kumkabidhi mwanamama. Hasa huyu Taesang akasema kwamba we mama una haraka sana, leo nilikuwa naenda kukutana na mtu wa muhimu kweli kweli, yani ilikuwa ni ushahidi tosha unajua. Hasa yule Mwamba Kang In Bel ambaye anajihusisha na masuala mazima ya uuzaji wanawake leo alikuwa amefuatwa na Mensoku.
Mensok. Mensok akawa anasema kama ukifanikiwa kuikuta flash hiyo ambayo inasemekana na video, basi ndakulipa mara 2 ujue. Namwomba Mensok akaanza operation ya kuhakikisha kwamba anawasambaratisha watu wote ambao wanajua juu ya hii siri, na mtu wa kwanza kuweza kuondolewa duniani alikuwa ni mwamba Taejong. Sasa wasijue kwamba Taejong kwa sasa hivi anashirikiana sana na bidada Jiang pamoja na mama yake. Hasa mwamba Mensok alipopata habari ya kwamba Taejong ndio anaimiliki ile flash, haraka sana kama ameandaa gari moja la kuweza kumsambaratisha. Sasa wakati ile gari inaelekea kumsambaratisha, ndo akagundua kwamba ndani ya gari kumbe hata mama yake na bidada Jiang alikuwepo. Alijaribu sana kumzuia yule mtu aliyekuwa ndani ya lile lori, lakini ilishindikana, kwani yule mtu alikuwa amepewa maelekezo ya kuweza kuisambaratisha ile gari ya mwamba Taejong. Na katika sekunde za kuhesabu tu ilisikika bonge la mlipuko. Tayari mwamba Mensok amesababisha kifo cha bidada mama yake Jiang. Hasa yule mwamba Kang Min yeye alisikitika sana, akasema flash ilikuwepo mule ndani, gari haikutakiwa ilipuke, ile akawa analalamika sana. Sasa Mensok akagundua kwamba huyu ni mtu mwingine ambaye anaifahamu hii siri. Akachukua bonge la jiwe akaenda akampiga nalo katika uchogo, na jamaa akawa mpoteza fahamu pale pale, sijui hata kama amekata moto. Bidada Jiang, huwezi kuamini, akapokea taarifa tena ya kifo cha mama yake. Hili jambo likamsababisha bidada ajikute mpaka akili yake na sisimu. Dada yake alikuwa tayari mpaka kujiuza ili aweze kulipa deni ambalo mama yake alikuwa anadaiwa. Alafu leo mama yake tena naye anakufa kwa sababu ya kupeleleza kesi ya mtoto wake. Hasa siku ya leo mwamba Suho alimtembelea bidada nyumbani kwake. Ni siku 3 zimepita kutoka ule msiba ulipoweza kutokea mama yake. Sasa alipofika aligonga sana, bidada hakuwa amefungua. Akiangalia mara 2 anagundua kwamba huu mlango ni kama ulikuwa umefungwa kwa ndani. Kwa hiyo bidada lazima atakuwepo yuko kwa ndani. Sasa mbona afungui? Mwamba aligonga kama chizi. Mwisho wa siku akalazimika kupenya kupitia kamba upande wa pili wa dirisha. Gonga sana dirisha, lakini dirisha lifunguki. Mwisho wa siku akapasua mpaka dirisha akaingia ndani. Kuja kucheki mazingira anagundua kuna utulivu mkubwa sana hapa ndani. Ghafla tu bidada akawa anatokea bafuni tena javaa vizuri, akashangaa kuona anakutana na mwanaume hapa ndani. Wewe umeingiaje hapa? Mwamba akasema nimegonga sana mlangoni ulikuwa hujafungua. Afu kumbuka kwamba ni siku 3 zimepita kutoka msiba ulipoweza kutokea. Kwa hiyo ulitaka niwage naitikia hata nikiwa bafuni eti Lakini kumbe ni kweli kabisa. Bidada kule bafuni alikuwa anafanya jaribio la kuweza kujiua, lakini alipokuwa amejizamisha kwenye maji na kukuta kwamba anakosa pumzi, aisee, ugali na marage uache kama ulivyo. Akaamua tu kusema acha tu bana, kukosa pumzi huku. Lakini haikuwa mwisho kwa bidada Jiang kufanya majaribio ya kuweza kujiua. Siku ya kesho yake tena akaelekea katika swimming pool ile ambayo iliweza kuondoa maisha ya dada yake. Akanywa pombe sana na mwisho wa siku akampigia mwamba Suho akasema kwamba unisamee kwa sababu deni lako la milioni 10 siwezi nikalilipa. Mwamba akasema mara ngapi nimekwambia kwamba mimi mpaka dakika hii sikudai, ule mkataba usikuchanganye, tutakwenda kuufuta, wala hauna maana yoyote. Mwamba akahisi tu kwamba bidada kuna kitu kibaya ambacho anataka kukifanya. Haraka sana akawa anakimbia huko akizidi kumtia moyo, lakini wakati anakimbia ghafla tu kuna gari ikawa imemgonga jamaa akapata majeraha, lakini bado akajikongoja. Mwamba alikimbia mpaka akafika katika lile eneo la swimming pool. Kuja kukagua hivi akagundua kwamba kuna chupa ya pombe tu pale ndani, lakini mtu akupo ndani ya swimming pool. Akakimbia akafika huko juu kabisa ya ghorofa akamkuta bidada anataka kujirusha. Sasa naye Mwamba bana akapanda pale ambako bidada naye alikuwa ameweza kupanda, naye akasimama kama alivyosimama bidada. Akasema hata mwenyewe nina mengi yangu ambayo nayapitia kwenye maisha. Mimi mwenyewe bana, nilipokuwa mdogo mama yangu alifariki, na kila wakati baba yangu alikuwa anabembeleza sana akisema kwamba ni makosa yangu mke wangu ameweza kufariki, lakini usijali mwanangu. Na Mwamba akawa analia akasema kwamba kama hata wewe ukifariki siku ya leo basi atakuwa ni makosa yangu. Kwa hiyo utakapokuwa umejirusha na mimi mwenyewe ndajirusha pia. Bidada Jiang kuyasikia haya maneno akaogopa sana, yani kwamba kuna mtu afe kwa niaba yake. Akamfuata Mwamba akamvuta hivyo akaangukia pembeni huko. Chaki bidada akaingia mitaa ya Uswahilini kidogo akatafuta nyumba ya kupanga akawa anaishi hapo. Sasa huwezi kuamini, naye Mwamba Suho kumbe alikuwa ameenda kupanga hapo jirani na bidada. Sasa bidada asubuhi anaamka kuelekea kwenye shughuli zake, si anakutana na jamaa. Bidada Jiang akaanza kumuuliza huyu jamaa, ina maana wewe bado unanifuatilia tu maisha yangu, si ndio? Lakini jamaa akasema hapana, natimiza wajibu wa kuweza kukulinda pia. Basi ikabidi waagize misosi na wakakaa juu kabisa ya jengo kuanza kupiga stori 2-3. Hasa nyakati za usiku bana, wakati wameelekea kulala, mageto yao yanatenganishwa na ukuta tu. Wakaja kushangaa kuona kwamba kumbe mtu akiongea upande wa pili na mtu upande wa pili pia anasikia. Hasa jambo hili likamsababisha bidada angalau ahisi uwepo wa mtu katika maisha yake, kwa sababu kutoka alipowapoteza wazazi wake na mdogo wake alikuwa anahisi yuko mpweke katika dunia peke yake, lakini sasa hivi angalau kuna mtu wa kampani mpaka usiku. Basi kesho mapema na alfajiri bidada Jiang akaanza kusambaza vipeperushi katika mitaa. Vipeperushi hivi vinasema kama ulihudhuria katika maeneo ya swimming pool na uliweza kumuona mdogo wake wakati hajapata ajali na baada ya kupata ajali, unaweza ukatoa ushahidi. Hasa ripoti ya maafisa wa polisi juu ya kifo cha mamake na bidada Jiang inasema kwamba kifo kilikuwa kimesababishwa na jamaa mmoja anaitwa Kang Yan, yule ambaye anamiliki dangulo linalouza watoto wa kike. Sasa hili jambo likamsababisha Mwamba Suho kuwa mdadisi sana, kutaka kujua ni kwa nini yule Kang badala ya kumuua mamake na bidada yeye akaenda kujiua
pamoja naye? Basi ikabidi kufuatilia ripoti kutaka kujua mawasiliano ambayo alikuwa anayafanya yule jamaa Kang kabla ya kuweza kujiua. Alikuja kushangaa kugundua kwamba alikuwa anawasiliana na mwanasheria wao wa kampuni. Ina maana Mensoko alikuwa anawasiliana na huyo mwamba Kang, na kwa nini Kang aliweza kujiua na mama yake na bidada Jian? So huku upande wa pili mwamba Mensoko leo alikuja kwa bidada Chaya akamwambia kwamba anahitaji kama bilioni 1 hivi, na bidada pasipo kuuliza akampatia mwamba bilioni 1. Mensoko akaichukua ile bilioni 1. Sasa hapa bana akaelekea kwenye nyumba ya mtu ambaye walishirikiana kwenda kuziiba zile video original kabisa zinazoonyesha matukio ya namna ambavyo ile tukio la kwenye swimming pool iliweza kutokea. Na huyu jamaa kwa sababu alikuwa na mke na watoto wake wadogo, basi Mensoko alimkabidhi hizo pesa na kumwambia kwamba ikiwezekana aondoke kabisa nje ya nchi na asije akaongea chochote kuhusiana na ule ushahidi. Akamtisha sana huyu mzee akisema kwamba kama jambo lolote litakuja kutokea baadaye, basi nakuapia kwamba nitaanza kuua watoto wako ndo nitakuja wewe. Cheya ambaye alikuwa amesimama mlangoni hakuamini namna gani Mensoko alivyo na roho ya kikatili, namna anavyomtisha mtu huyu. Kwanza balaa linasonga mbele. Tukutane katika episode inayokuja. Nikukumbushe wewe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema, lakini usisahau kwamba kuna channel ya mdhamini wetu. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, basi unaweza kufanya hivyo.